Mtazamaji wa Chemba Talk Show, leo hii kulikuwa na mkutano kwa ajili ya kuweza kusikiliza kero za wananchi. Mheshimiwa diwani wa kata ya Mandewa, Mheshimiwa Yusuf Kijanga leo ameitisha mkutano huu, lakini lengo lilikuwa kusikiliza kero na kweli imeweza kutekelezeka kwa ajili ya kero hizo ambazo zimeweza kuwekwa. Lakini walikuwepo watu mbalimbali katika idara mbalimbali TANESCO, watu wengi waliweza kuzungumza. Asante sana. Majina yangu naitwa Yusufu Kijanga Makera, diwani wa kata ya Mandewa almaarufu wilaya ndogo. Kata ya Mandewa ni kata yenye wakazi kwa mujibu wa sensa 2022 41,507. Kwa hiyo ni kata ya kimkakati. Na leo tulikuwa tuna mkutano wa majumuisho ndani ya mikutano ambayo tumeweza kuifanya kwenye mitaa na vijiji. Kata ya Mandewa ina mitaa miwili na ina vijiji viwili. Kwa hiyo nimeweza kuzunguka kwenye vijiji vyote viwili na mitaa miwili takriban siku 4 mfululizo kwa kufanya mikutano kusikiliza kero za wananchi. Na nilipozisikia kero za wananchi, kwa niliwaahidi kwamba leo nitakuwa na mkutano wa majumuisho kwa ajili ya kuwaletea wataalamu kujibu baadhi ya kero zao. Lakini siku ya leo ndivyo kama ambavyo wameweza kuona kwamba wamekwepo wataalamu mbalimbali kutoka kwenye taasisi zetu za serikali kuweza kujibu kero za wananchi. Wamekwepo mtaalamu wa afisa maendeleo wetu wa manispaa ameweza kuzungumza juu ya swala la mikopo ya 10%, lakini wamekwepo watu wa TANESCO wameweza kuzungumza juu ya masuala ya umeme na ambayo wananchi walikuwa wanauliza na wanahoji, wamepatiwa majibu na unaona wananchi wameridhika na wamepiga makofi. Wameona kwamba kweli swala la umeme kwao sasa linaendelea kupata majawabu kwamba umeme upo wa kutosha na utaendelea kusambazwa kwenye maeneo yao kwa kila wakati. Lakini pia wamekuwepo afisa LATRA. Kwa watu wa LATRA hapo wamezungumza juu ya swala la usafirishaji wa bajaji. Wameongea kwa masuala la kisheria na wananchi wameridhika kwamba kweli wao walikuwa hawaelewi, wanafikiri kwamba watu wa bajaji wanawaonea, lakini wameambiwa kwamba bajaji ni kama usafiri binafsi au ama private. Kwa hiyo wameweza kuridhika wananchi na wakaona kwamba jambo hili ni jambo la kawaida, kwa hiyo wameweza kueleweshwa. Na niendelee kuwashukuru wananchi wa kata ya Mandewa wanaitikia mwito. Lakini kuna changamoto ya barabara ambazo pia tuweza kuzunguka kwenye mitaa waliosikia kesho ya barabara na watu wa TARURA hawajaweza kufika, lakini kuna baadhi ya barabara ambazo sisi kama serikali ya kata ambao ni ODC tumeweza kuona tubebe kama vipaumbele vya kwenda kuzungumza na wananchi, wakituridhia basi tuweze kwenda pamoja nao. Na ni kwa kweli wananchi wamefurahi kwamba kipaumbele cha barabara tukibebe kama kata, na wao wameweza kufurahi kushiriki, na umeona hata leo wameweza kuitikia wito huo, na katika mikutano yetu wameitikia sana, na hata wameweza kushiriki kutoa michango yao, ambayo kwa sasa nina michango kwenye akaunti ya kata takriban milioni 1,700,000 na pointi, ambayo kwa jumla ya hadi nzima ambayo waliahidi wadau mbalimbali ni milioni 6,500,000 na 58,500. Kwa hiyo unaona ni jinsi gani wananchi kwa muda mfupi wana mwitikio wa kwenda kufungua barabara kwenye maeneo ambayo hayawezi kupitika ili yaweze kupitika, na baada ya kuzifungua hizo barabara basi tuweze tuzikabidhi kwa taasisi ya TARURA kwa ajili ya kuendelea kuzihudumia. Hivyo kwa mkutano wa leo wananchi wamepata majawabu yao, wameweza kufurahi, lakini pia wameshauri na wale kusema wanatamani kuona mikutano kama hii ikiendelea ya kusikiliza kero zao na pia kuletewa wataalamu kwa ajili ya kujibu kero zao. Mkutano huu ni wa mfano. Ulikuwa ni mkutano wa kazi, mkutano wa diwani wa kata ya Mandewa kwa ajili ya kusikiliza kero za wananchi na kuzitatua kama zipo, na wao kama walivyojionea mkutano umeenda vizuri, wananchi wamesikiliza na wametoa hoja zao na hoja zao zimechukuliwa, zinaenda kufanyiwa kazi. Ndio utaratibu wa serikali. Kiongozi yote anavyochaguliwa na wananchi lazima ukawasikilize ili ujue mahitaji yao ni nini. Asante. Mimi naitwa Dafi Emmanuel Dafi. Nimekuja hapa kwa niaba ya afisa maendeleo ya jamii wa manispaa, na ni wito maalumu kushiriki kwenye mkutano wa mheshimiwa diwani wa kata ya Mandewa. Na kipengele ambacho nimekizungumzia ni suala la mikopo ya 10% ambayo inatolewa kwa makundi matatu. Kundi la kwanza ni la wanawake, na kundi la pili ni la vijana, na kundi la tatu ni la watu wenye ulemavu. Na maswali niliyoulizwa ni namna ya upatikanaji wa mikopo. Kwa hiyo nimeeleza na imani wameelewa, watafuata taratibu kwa ajili ya kupata mikopo. Kwa majina naitwa Ibrahim Soro, ni afisa uhusiano msaidizi mkoa wa TANESCO Singida. Leo tulikuja kusikiliza kero za wananchi mbalimbali na tumetoa majibu. Tulialikwa, lakini pia tulitoa elimu kuhusiana na huduma zetu za TANESCO. Wananchi pia wamepata elimu kuhusu masuala mazima ya umeme, namna ya kufanya maombi ya umeme, jinsi ya kupiga namba zetu za bure 180,
na jinsi ya kulinda miundombinu ya umeme. Tunawashukuru sana kwa ushirikiano tuliopata mkubwa na wananchi wamepata elimu ya kutosha. Asanteni. Asante. Kwa majina yangu naitwa Ana Petro Maganga, ni katibu wa UWT kata ya Mandewa. Mkutano wa leo kwa kweli umeleta fursa kubwa sana, kwa sababu kwanza wataalamu wa idara zote walikuwepo, wananchi wamefikisha kero zao kwa wahusika, hasa wataalamu. Idara ya umeme walikuwepo wataalamu wote. Kwa hiyo wamefanya kazi nzuri. Yale majibu anayoyatoa diwani ni tofauti na wataalamu wanayefikisha. Kwa hiyo ujumbe utakuwa umefika vizuri zaidi, na tunampongeza sana diwani wetu kwa mambo anayoyafanya. Ameshaweka tayari mikakati, tayari tuna mfuko wa maendeleo ambao tayari umeshafikisha pesa kadhaa kwa ajili ya utengenezaji wa barabara na mambo mbalimbali ya maendeleo. Mimi naitwa Amini Nyaungo wa Chamber.